Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni mwanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya amefunguka mwanzo mwisho mateso ya kusikitisha kiujumla, masaibu ambayo ameyapitia akiwa anashikiliwa na mamlaka Tanzania. Lakini pia ameelezea uamuzi ambao atauchukua baada ya kuwa timamu kiakili pamoja na kimwili, huku akiwa Nairobi hospitali akipatiwa matibabu. Boniface Mwangi akiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi akipelekwa Nairobi, alifunguka mambo machache na namna ambavyo walipatiwa mateso, huku akidai ya kwamba kipindi akiwa anapigwa alikuwa analazimishwa kusema asante Mama Samia, lakini kwa sasa amefunguka vitu vingi sana, huku akiapa kuendelea kuwapigania Watanzania ambao anadai ya kwamba wameshindwa kujisemea wao kama wao, huku akiapa kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja kwa moja tuangalie kiundani zaidi, huku akisimulia yale ambayo waliyapitia yeye pamoja na mwanaharakati kutoka Uganda Agatha Atuhaire, ambaye pia amepatikana leo ikiwa ni siku moja tangu alipopatikana mwanaharakati kutoka Kenya Boniface Mwangi, baada ya mamlaka kutoka Kenya kuiandikia barua Jamhuri ya Tanzania, lakini pia mamlaka ya Uganda nao wakaiandikia barua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mamlaka zake, huku ubalozi wa Uganda Tanzania ukitaka mwanaharakati wake kuachiwa, na kama basi amekutwa na hatia afikishwe mahakamani, naye pia akapatikana huko mpakani kati ya Uganda na Tanzania. Mwanaharakati Boniface Mwangi ametoa maelezo ya kusikitisha na yasiyochujwa kuhusu mateso ya kikatili ambayo yeye na mwanaharakati mwenzake wa Uganda Agatha Atuhaire wanadaiwa kuvumilia wakiwa kizuizini Tanzania, huku akimtaja Rais Samia kwa jina. Boniface Mwangi ambaye aliachiwa huru siku ya Alhamisi baada ya kuzuiliwa kwa tangu Jumatatu Mei 19 mwaka 2025 kwa muda wa siku 4, amefichua kwamba yeye na Agatha Atuhaire walisafiri hadi Dar es Salaam kwa mshikamano na kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu, lakini wakaishia kuwa wahanga wa kile anachoeleza kuwa ni mateso ya kisiasa na yasiyo ya kibinadamu. Amesimulia kwamba mara ya mwisho alikuwa katika nafasi sawa na Agatha Atuhaire ilikuwa ni siku ya asubuhi ya Jumanne Mei 20 mwaka 2025, lakini tangu wakati huo yeye na Agatha Atuhaire hawakuonana tena mpaka alipopatikana ametupwa kwenye mpaka wa Mutukula wa Tanzania na Uganda. Tulikuwa tumeteswa na tuliambiwa tuvue nguo na kwenda kuoga. Hatukuweza kutembea na tukaambiwa tutambaye na kwenda kuosha damu. Boniface Mwangi amesema tulifungwa pingu na kufungwa macho. Hata sikumuona mwenzangu Agatha, lakini nilimsikia akiugulia maumivu huku wakituamrisha. Boniface Mwangi ameongeza kuwa jaribio lolote la kuzungumza na wenzao usiku tulioteswa lilikumbana na mateke na matusi. Tuliondolewa kwenye eneo la mateso kwa magari tofauti, mimi wakitumia gari tofauti na gari ambalo walimuondoa Agatha Atuhaire. Tangu hapo sikuonana naye tena mpaka niliposikia amepatikana mpakani mwa Tanzania na Uganda. Boniface Mwangi anadai kuwa mateso hayo yalipangwa na afisa wa usalama wa serikali ya Tanzania ambaye aliwafuata kutoka ofisi za uhamiaji hadi kituo kikuu cha polisi na kuamuru tuondolewe mahali pasiri kwa kile kilichoitwa matibabu ya Mtanzania. Boniface Mwangi anasema mtu huyo alinivamia mbele ya mawakili watatu wa chama cha wanasheria wa Tanganyika na kumtambua kwake kulikuwa kunaweza kutusaidia kupata mahali alipohifadhiwa Agatha, alisema Boniface Mwangi. Aliwatia hofu mawakili wangu watatu
na wakatuacha katika kituo kikuu cha polisi ambapo tulitolewa tukiwa tumefungwa pingu na kufungwa macho. Boniface Mwangi alimtaja mwanaume huyo kuwa ni mnene kidogo, urefu wa wastani, ngozi ya kahawia isiyokolea, nywele fupi za mawimbi na kitambi kidogo. Siku husika, Mwangi alisema alivalia suti nyeusi, viatu vyeusi na shati jeupe bila tai, na inadaiwa anaripoti moja kwa moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Katika taarifa tofauti, Mwangi alitoa shukrani kwa wale walioshinikiza kuachiliwa kwake na mwanaharakati kutoka Uganda, huku akikariri kuwa Atuhaire mpaka sasa bado hajui afya yake inaendeleaje. Maneno hayawezi kuelezea shukrani zangu kwenu nyote kwa kupaza sauti zenu ili niachiliwe mimi na mwenzangu. Boniface Mwangi anasema huwezi kututesa hata hivyo na kisha kuamuru jinsi tunavyopaswa kuitikia. Tuliwekwa kizuizini, tuliteswa na kutendewa vibaya zaidi kuliko mbwa mwenye kichaa kwa jina la Rais Samia Suluhu. Boniface Mwangi amesimulia historia yake ya mshikamano wa kuvuka mpaka, kuhudhuria vikao vya mahakama na kuwatembelea wanaharakati waliofungwa katika bara zima barani Afrika. Kwame Nkrumah alivyosema, mimi sio Mwafrika kwa sababu nilizaliwa Afrika, lakini kwa sababu Afrika ilizaliwa ndani yangu. Nimekuwa Ethiopia, Senegal, Ghana, Nigeria, Sudani Kusini na hata Zimbabwe kutembelea wenzangu wanaokabiliwa na mashtaka ya uoga. Mimi ni Pan-Africanisti na nimewafundisha na kuwashauri wanaharakati wa Uarabuni na Ufaransa kutoka pande zote nne za bara letu, mataifa yanayozungumza Kiswahili. Ameendelea Boniface Mwangi na kusema, tulipaswa kuwa Dar es Salaam kwa siku moja, Mei 19, 2025. Kisha tusafiri hadi Uganda usiku huo huo kuhudhuria kesi ya Kizza Besigye siku ya Jumanne, Mei 20, 2025. Kukamatwa kwetu na kuwekwa kizuizini kusizuie mshikamano kati ya wanaharakati wa Kiafrika au kutuzuia kujitokeza kwa ajili ya kila mmoja wetu. Nchi zetu zinaweza tu kuheshimu demokrasia na kuheshimu demokrasia yetu. Kila kitu kilichotokea kwetu Tanzania kilifanyika kwa jina la Samia Suluhu Hassan na tutahakikisha dunia inafahamu kila kitu. Tutazungumza kwa ajili ya wahanga wa Tanzania ambao wanaogopa sana kusema, amesema Boniface Mwangi. Amesema ya kwamba tulikuwepo hapo kwa amani kama wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhudhuria kesi ya mahakama inayomkabili kiongozi wa Chadema Tundu Lissu. Wakati Freeman Mbowe wa Chadema alipokuwa gerezani Tanzania hiyo hiyo, nilimtembelea pia. Dr. Stella Nyanzi alipofungwa Uganda, nilikwenda kumwona, na Bobi Wine alipokuwa kizuizini, nilienda kumtembelea pia, akirejelea maadili ya Waafrika. Boniface Mwangi anasema kukamatwa kwetu na kuwekwa kizuizini kusizuia mshikamano kati ya wanaharakati wa Kiafrika au kutuzuia kujitokeza kwa kila mmoja. Madikteta wameungana na ni umoja wetu pekee ndio unaweza kusaidia demokrasia katika nchi zetu. Aliweka wajibu wake miguuni pa Rais Samia Suluhu Hassan. Kila kilichotokea kwetu Tanzania kilifanyika kwa jina la Samia Suluhu Hassan na tutahakikisha dunia nzima inafahamu. Tutazungumza kwa ajili ya wahanga wa Tanzania ambao wanaogopa kusema. Boniface Mwangi amemalizia na kusema alichotufanyia Rais Samia kitadhihirika kwa ulimwengu. Hatutanyamazishwa na dikteta mtesaji ambaye ameweka mguu wake kwenye shingo za watu wa Tanzania. Hiki ndicho alichokizungumza mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi, huku akimalizia kusema ya kwamba tutazungumza kwa ajili ya wahanga wa Tanzania ambao wanaogopa kusema. Una nafasi ya kutochea maoni yako, lakini kubwa kwa taarifa zaidi endelea kukaa karibu nasi, usipitwe na taarifa zetu mbalimbali.